Meneja mkuu wa chama kikuu cha ushirika Tunduru Tamku Limited, Marcelino Mrope, amesema tathmini ya mnada wa kwanza mpaka kufikia mnada wa 6 wa mbaazi umefanikiwa kuingiza sokoni na kuuza jumla ya kilo milioni 16 sawasawa na tani 16,000 na kilo 856 zenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 11.9, ambapo wakulima wamenufaika na fedha hizo. Marcelino Mrope ni meneja mkuu wa chama kikuu cha ushirika Tunduru. Labda nizungumze tu kwa kifupi tathmini ya mnada wa kwanza mpaka mnada wa 6. Tangu tumeanza mnada wa kwanza hadi wa 6 tumefanikiwa kuingiza sokoni na kuuza jumla ya kilo milioni 16 ambayo ni sawasawa na tani 10,016 na kilo 856 ambazo zina thamani ya zaidi bilioni 11.9. Meneja Marcelino amesema hayo akiwa katika ofisi yake iliyoko Tamku wilayani Tunduru, na kueleza kuwa tangu kuanza kwa minada hiyo ya mbaazi, bei ya wastani ilikuwa shilingi 726, walianza bei ikiwa juu na baadaye bei kushuka mpaka kufikia 660, ambapo kwa sasa bei zimeanza kupanda mpaka kufikia 710. Tulianza minada yetu tarehe 29 mwezi wa 7. Ambapo katika mnada wa kwanza tuliuza kilo milioni 6 na bei wastani katika mnada huo ilikuwa ni shilingi 726. Na tulianza kidogo bei ikiwa juu, lakini katikati tumeshuhudia bei zikiwa zinaenda chini. Lakini tunaona sasa bei zilifika mpaka shilingi 660 na kitu, lakini kwa sasa tumeona bei sasa zimeanza kupanda tena. Lakini tumeanza mnada huo wa kwanza mpaka mnada huo wa 6, bei wastani inacheza inakuwa shilingi 710. Aidha, meneja Marcelino ameongeza kuwa hali ya uzalishaji wa mazao ya biashara wilayani humo imeongezeka kwa kiasi kikubwa mpaka kufikia kuzalisha tani 16,800 mwaka huu, ambapo mwaka jana walizalisha na kuuza tani 9,000 sawa na ongezeko la zaidi ya tani 7,000 kwa wastani. Lakini nataka nizungumze kidogo kwenye hali ya uzalishaji. Ukiangalia kiasi ambacho tumezalisha mwaka jana tulikuwa tumefanikiwa kuzalisha na kuuza tani 9,000. Tofauti na sasa ukiangalia tumezalisha tani karibia 16,800. Kwa hiyo unaweza kuona kuna ongezeko la zaidi ya tani 7,000 hivi wastani. Kwa hiyo nitumie nafasi hii pia kuwashukuru na kuwapongeza wakulima wetu kwa namna ambavyo wamekuwa wakijituma hasa katika hizi shughuli za kilimo, lakini pia na kuitikia wito ambao umekuwa ukisisitizwa na viongozi wetu, hususan hata Mheshimiwa Rais Daktari Samia amekuwa akisisitiza sana kwamba wakulima wasio wanalima zao moja. Wewe walau mkulima kwa kiwango cha chini kabisa analima mazao matatu. Hii ina maana sana. Wakati fulani hivi bei hizi zinakuwa ni ngumu kuzicontrol, lakini mkulima akianguka kwenye mathalani mbaazi bei ikiwa chini, basi atakuja kupata kwenye korosho. Lakini niwapongeze sana wakulima wetu kwa sasa wanalima mazao matatu. Maana utakuta mkulima analima ufuta, lakini huyo analima mbaazi, lakini pia mkulima huyo analima korosho. Lakini wameenda mbali zaidi, kwa sasa wanajihusisha na haya mazao mengine ya kibiashara kama ilivyokuwa mahindi pamoja na mpunga. Labda kitu pekee ambacho naweza nikasisitiza, pamoja na kwamba bei wakulima inaonekana kama vile sio rafiki sana, lakini kiuhalisia ukichukulia gharama za uzalishaji wa zao la mbaazi na hizi bei ambazo tumekuwa tukizipata, ni bei rafiki sana. And to be honest, ni bei rafiki sana ukilinganisha na uhalisia. Hizi mbaazi ambazo leo tunauza 700, lakini tunapona baadhi ya watu wanalalamika. Mbaazi miaka 3 tu nyuma, mbaazi ilikuwa inauzwa mpaka shilingi 50. Sasa labda nitumie tu nafasi hii kuwashauri pia wakulima pamoja na mambo mengine kuhakikisha kwamba wanazingatia ubora. Kwa sababu unaweza kaona baadhi hizi ambazo tunauza kwa shilingi 700, wapo wenzetu wa nyanda za juu wa kaskazini kule, mathalani Manyara, tumesikia wanapata bei nzuri mpaka shilingi 1,000, 1,200. Mimi ni Rosemary Joseph na hii ni Global TV. Kwa habari na matukio mkoani Ruvuma, endelea kutazama Global TV. Kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.